Shetani huwa hasimami mahali ambako Mungu amesema kitu. Kumbuka neno la Mungu ni final say. Hakuna kitu kinachoweza kusema hapana mahali Mungu aliposema ndio. Jifunze kumshukuru Mungu kwa kusifu neema ya Mungu ambayo iko juu yako, itakayokusaidia kipindi ambacho kila mtu amekuacha, umebaki peke yako. Mungu akusaidie uwe na huo utaratibu kama wajibu, kwamba mimi hairuhusi kupita siku sijaenda mbele za Bwana kumsifu, lakini pia kumshukuru kwa kuzisifu ahadi zake. Hata kama haijatokea, wewe sifu. Mara nyingi sana kile kitu Mungu alichokifanya utakapokitambua kinajifunua kwako. Biblia imesema ya kwamba hakuna aliyemkimbilia Mungu akaibika. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasema, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba. Kwake Yesu nasema, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu sema, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu sema, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Utukufu ni wako, heshima ni za kwako, tunakurudishia wewe. Maana Bwana umetenda mambo makuu maishani mwetu, umetuhifadhi na kutupigania. Palipokucha leo tulitoka na kurudi malangoni mwetu, tulipita maeneo hatarishi, lakini neno lako linasema uliagiza malaika nao wakatulinda katika njia zetu zote, hatujadhurika kwa lolote. Mungu tunakushukuru. Malangoni mwetu hapakusikika sauti ya huzuni wala kilio wala maombolezo, maana Bwana umekuwa upande wetu. Jina lako liinuliwe milele, Mfalme. Mungu uliye karibu kuliko pumzi yetu, Mungu uliye karibu kuliko mavazi tuliyoyavaa. Tunakushukuru sana Mfalme kwa kutupa neema hii ya kukujua wewe. Endelea kujifunua kwetu Mungu Mwenyezi, kama ambavyo Bwana ulijifunua jana. Mungu tuonyeshe tena Mungu zaidi ya vile ulivyo kuliko jana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa sababu na mimi Bwana umeniandaa kwa wakati huu kufikisha kile ambacho kiko kwenye kilindi cha moyo wako Mungu, mbele ya watoto wako hawa walioacha kila kitu wakaja kusikia kile ambacho umekiandaa kwa ajili yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa sababu umetufunika sasa. Amen. Asina umuketi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu msalimu jirani yako kwa kumpungia mkono, mwambie Yesu asifiwe. Ikiwa ni siku yetu ya 6, Mungu ametupa neema ya kuendelea kukaa na kujifunza, lakini pia kikubwa ili muweze kufahamu nia na vile ambavyo Mungu ameapa kwa jina lake kwamba atatusaidia, na kweli ndivyo alivyo, hatatuacha. Ni namna tu tunatakiwa kuwa na maarifa katika yeye ili tujue jinsi ya kumtumia, kwa sababu kuwa na Mungu ni kitu kingine, kumtumia Mungu pia ni kazi nyingine. Na tumekuwa na somo linalotuongoza linalosema mambo muhimu ya kufanya ili kumfunua Mungu kwako, kutakakopelekea kuchochea imani itakayokidhi mahitaji yako yote.
na nisingetamani kurudi nyuma, lakini jana tulikuwa tunaangalia kipengele kimojawapo katika yale mambo yanayomfunua Mungu, baada ya kuona kwamba unatakiwa kuwa na uzoefu na kujitahidi kujizoesha kumsifu Mungu, lakini kikubwa kumsifu Mungu kwa kukabiliana na magumu. Usiruhusu magumu yakaondoa nafasi yako iliyomfanya Mungu kufanya wewe kuwepo. Sifa hata kama mazingira hayakuruhusu, lazima uyasifu, umsifu Mungu. Na nikakwambia kusifu maana yake ni kuyaelezea matendo ya Mungu. Kuyaelezea matendo ya Mungu ni kitu ambacho kinamfunua sana Mungu kwako. Utamjua zaidi ya vile ulivyoelezewa na wewe kumwona, na kadri unavyoendelea kumsifu kuwa ndio tabia yako, ndipo anapojifunua zaidi. Kutoka hapo kwenda hatua nyingine. Mwimbaji mmoja alisema, nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu. Tafuta sana kumjua. Nini kitakachotokea? Kule kujifunua kwa Mungu kwako kutachochea imani, kutachochea imani, na inakuondoa kuwa chini ya utawala wa hofu na mashaka. Sasa jana tuliangalia kipengele kingine kinachohusiana na shukrani, kwamba shukuru kwa kuzisifu ahadi za Mungu. Mungu akusaidie uwe na huo utaratibu kama wajibu, kwamba mimi hairuhusi kupita siku sijaenda mbele za Bwana kumsifu, lakini pia kumshukuru kwa kuzisifu ahadi zake. Hata kama haijatokea, wewe sifu, kwa sababu sisi tulipookoka tayari tunaishi ndani ya ahadi za Mungu. Si kitu cha kukiomba tena, yani wewe unaishi ndani yake. Sasa ili ziwe wazi, zisifu hizo ahadi kwamba ndivyo zilivyo, ninazo. Kwa mfano, afya yangu imedorora, siendi kumwambia Mungu ninaomba uniponye, kwa sababu aliniponya tangu siku ile nilipomwamini. Maana imeandikwa, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kumbe ndivyo ilivyo. Badala ya kurudi kuja kusema Mungu uniponye mimi, naomba uniponye, ninakuja kuzisifu, kusifu kila alichokifanya kwangu. Mara nyingi sana kile kitu Mungu alichokifanya utakapokitambua kinajifunua kwako. Zisifu ahadi za Bwana kwa kushukuru, na usije ukazisifu tu kwa sababu zimetokea. Maadamu imeandikwa, Bwana amesema, Mungu alisema miaka 2000, miaka milioni iliyopita, neno lake ni jana, leo na hata milele. Ile tu kwamba umelijua ni la kwako, sio la mtu mwingine, ni la kwako. Pata muda wa kwenda mbele za Bwana na kumshukuru kwa kuzisifu hizo ahadi. Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenipa Roho Mtakatifu atiaye uzima mwili wangu. Sitaogopa kwa sababu kitu kikubwa umekifanya kwangu. Ninakushukuru Bwana. Asante kwa Roho Mtakatifu, na msifu Roho Mtakatifu akae ndani yangu, kwa sababu huyo kazi yake kubwa ni kusubiri kipindi kama hichi. Asante Mungu, maana wewe kwangu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele kipindi kama hichi. Asante Mungu wangu, asante kwa sababu ndio wakati wako. Sina mashaka na neno lako, ndivyo ulivyo, ndivyo ulivyo. Usiruhusu shida ikakugeuza kutazama shida kuliko kile Mungu alichokisema. Ndicho kilichowatokea Israeli. Mungu aliwaambia, angalieni pale. Kwa lugha nyingine, simamieni kile nilichokisema, si kile mnachokihisi. Zisifu hizo, zikodolee macho
Usigeuze uso, usianze kuangalia kile kinachokusibu, kwa sababu itafika mahali akili yako itakushawishi kuipigia magoti. Angalia kile Mungu alichokisema, full stop. Naongea na kanisa la Mungu, kanisa la Yesu. Haleluya! Hii itakusaidia wakati ukiwa na rafiki yako, wakati ukiwa na Mwipile leo, kesho hayupo, tayari una mtaji wa kutembea nao. Hata kama kila mtu amekuacha, una mtaji wa kubaki nao. Hata kama ulifikiri tunakuombea na hakuna anayekuombea, umebaki peke yako, una mtaji wa kusimama nao. Shetani huwa hasimami mahali ambako Mungu amesema kitu. Kumbuka, neno la Mungu ni final say. Hakuna kitu kinachoweza kusema hapana mahali Mungu aliposema ndio. Mungu akisema ndio, shetani atakuzuia usijue hiyo ndio ya Mungu, ufikiri kwamba Mungu amesema hapana. Simamia hata kama Mungu hajasema ndio, simama hapo hapo, kama yule mama ambaye alienda kwa Yesu akihitaji msaada. Yesu akagoma, akamwambia siwezi kuwapa watoto chakula cha watoto mbwa. Akasema pamoja na hayo, lakini acha basi niokote hiyo kidogo inayodondoka hapo. Akasema naam, kwa hili kaa hapo mpaka asimame. Jitahidi kushukuru kwa kuzisifu ahadi za Bwana. Nenda na hilo. Mwambie mwenzako nenda na hilo. Mwambie tena nenda na hilo. Inawezekana hapa kabla hatuna upako wa kuombea wagonjwa, unajua. Yaani kila nikisema niite waombaji sioni mahali pa kuanzia. Ita wagonjwa sioni. Mungu ananiambia itakusaidia. Fuata maelekezo. Haleluya. Fuata maelekezo. Wewe nenda kafanya. Umeambiwa nenda kajichovye mto Jordan mara 7. Usitafute nishaueliaje kukuwekea mkono. Umeambiwa nenda, fuata maelekezo. Utakapotii, Mungu anakusubiri mahali ajifunue kwako. Sasa leo naomba niingie tena kidogo ndani. Kipengele cha leo, shukuru kwa kusifu neema ya Mungu itakayokusaidia wakati wa mahitaji. Kwa sababu tunayo. Shukuru kwa kuzisifu, kwa kuisifu neema ya Mungu itakayokusaidia wakati wa mahitaji. Shukuru kwa kusifu neema ya Mungu itakayokusaidia wakati wa mahitaji. Ni baadhi ya mambo tu ambayo nimepewa kukuletea. Yako mengi, muda hautoshi, lakini hii ndio Mungu ametaka ifunuliwe kwako. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie wewe sio wa kawaida. Mwambie tena wewe sio wa kawaida. Kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania ule mlango wa 4 mstari wa 16. Waebrania 4:16 anasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ngojeni niwaambie. Siku moja familia moja katika usharika huu walikuwa na katika familia yao walipitia kugumu. Kuna matatizo yalikuwa yanajitokeza mfululizo, alafu yanafanana, na ni tatizo kubwa. Nazungumza kwa sababu nilishuhudia kitu Mungu alichokifanya kwa wale watu, kwa mmoja wao.
na walikuwa na ugonjwa ambao watu walikuwa na katika kwa ugonjwa ambao unafanana, ni huo ugonjwa unawaondoaga. Sasa wakati tunaenda kuwatia moyo, akawepo mmoja wao alikuwa na shida, lakini Mungu akamsaidia. Na shida yenyewe ilikuwa ni kansa. Ile kansa ilikuwa imepitia kwenye koo. Sasa mmoja wao alikuwa anaumwa, sasa yeye akawepo ili kuwatia moyo wengine. Sasa huyu katika wale waliokuwa wamekutwa na lile janga, yeye hakuwa mkereketwa sana, hakuwa mkereketwa. Kilichomvuta saa hii kumpenda Mungu sana ni Mungu alijifunua kwake. Kulinipa maswali mengi mno, kwa sababu wale ambao tulitarajia kwamba wao kwa namna walivyo ndio wangevuka, wao hawakuvuka, lakini yeye alivuka. Sasa akawa anashuhudia, anasema, Bwana, mimi nilienda kupima, tayari nikaambiwa kansa iko kooni na iko stage 4. Ilikuwa mbaya sana. Alipoambiwa ya kwamba kansa iko stage 4, akarudi akaenda akamwambia dada yao. Dada yao ni mkereketwa, ni wale walokolewa miaka hiyo, ni wakereketwa, ni wadau. Sasa kile kitu kikampa shida. Yule akamwambia, dada, napitia kugumu, halisi. Akamwambia, nitaingia kwenye maombi ya mfungo siku 7. Akasema, kwa sababu naingia chana mimi niingie na wewe. Naye akafunga, akaingia kwenye mfungo. Walipomaliza siku ya 7, akarudi kwenda hospitali, akaambiwa imeshuka, imefika nchi 3. Sasa sijui ni nchi 3 hivyo, lakini imeshuka, imekuwa ndogo. Wakawa namwambia, sasa tufanye hivi, tuiwahi haraka tuiondoe. Akamwambia, kuna neema iliyo juu yangu inayenisaidia. Hakuna namna mlifanye ikawa hivi. Ile nguvu iliyonitoa kutoka ile stage 4, hali mbaya ambayo hamkuwa na majibu, ndio itakayoondoa kabisa. Akarudi kwenye maombi tena. Akarudi kwenye maombi, akamwambia, dada, turudi tena kwenye ile tenda siku 7. Wakafunga. Baada ya hapo kila kitu kilikuwa clear. Sasa siku hiyo alikuwepo akiwa anakula kuku. Yuko, mnaniona ni mzee sasa, yuko mnaniona na meza kuku bila tashwishi. Yesu amenisaidia. Hivi unajua kuna siku utakutana na kitu ambacho hamna mtu atakayeweza kukutoa hapo. Iko siku tu kwenye dunia ambayo unaweza kukutana na kitu kigumu. Watu wote tunakaa pembeni. Watu wote tunakaa pembeni. Kila mtu anakuacha, mpaka watoto wako, mpaka mumeo, mpaka mkeo. Sasa uwe makini, sio kalaumu. Maana wengine wakifikiaga hapo, na fulani hajaja, yule ambaye nilimpa na alikuja na nikampa na maji ya kunywa. Sasa hiyo Mungu anahitaji kutengeneza wimbo mpya kwako, ambako hakuna mtu anaweza akahusika hapa. Usije ukasema na fulani alinishika mkono. Mungu mwenyewe. Ukiambiwa unasema Mungu mwenyewe. Kuna kipindi kama hicho ambacho kimeambatana na neema, na hasa neema ambayo itatokana na wewe kuchochea kumsogelea Mungu sana kwa kushukuru hiyo neema kabla ya hicho kipindi kutokea. Ninakusihi sana, ili jengo ni kubwa mno, ni la kifahari. Basi mambo yatokanayo na jengo hili yawe ya kifahari pia, mpaka shetani afike mahali aseme, na lile eneo haliingiliki. Yaani namna ya wale watu na lile jengo lilivyo the same. Kiingereza hakiko sawa, wanafanana na jengo lao. Mambo yao ni makubwa, na Mungu anajifunua kwa ukubwa sawa sawa na namna wanavyofanya mambo. Kwa sababu kuna neema ambayo huwa inasubiri kipindi ambacho kila mtu anakuacha na anakusema vibaya.
Kila mtu anakuacha. Yaani ule mkate niliokula kwako, kuna siku nitakugeuka. Nitakumbuka mabaya kuliko mazuri ulionitendea. Sasa hiyo usilaumu, kwa sababu hakuna msaada. Wewe unatakiwa kukaa chini na kushukuru hiyo neema ambayo iko juu yako, itakaye kusaidia kipindi hicho. Mama yangu ndiye wa kwanza kuokoka kwa wakamwana. Sema wakamwana, yani kati ya wanawake walioolewa kwa ile boma, mama ndiye wa kwanza kuokoka. Na unajua kati ya kitu ambacho huwezi kumtenga Mmasai nacho, damu. Yaani jambo la kwanza, chakula kikuu cha Mmasai, damu. Inapigwa ng'ombe pale, unapiga na magoti, unaweka kibuyu lita 2. Ukishamaliza ikiwa ya moto hivyo hivyo unaishusha. Ukiachia hivi unafanana na mnyama mpaka huko damu imejaa. Najiuliza imekaaje? Mama akijifungua saa hiyo hiyo anatakiwa kupewa damu. Akijifungua tu anaulizwa ni ipigwe ng'ombe gani? Dume au jike? Kama ni mtoto akike kazaliwa anakamatwa ndama. Kama ni mwanaume anakamatwa dume. Unapewa. Mama anashusha, na usipomfanyia hivyo ni shida. Anaweza akaenda kwao. Hata sijapewa hata damu. Hapa nimeongea tu damu, umesifanya hivi. Umeanza kufanya hivyo. Wewe wala ndio chakula. Unajua ukweli, sisi tumezoea mambo ya ugali vyakula hapa juzi tu. Kuna rafiki yangu mmoja tulienda tukala kande, alitafuna kande, tulipewa katafuna. Hawezi katafuna mpaka ikawa uji mdomoni. Anasema havimezeki hivi na mezani. Sasa mama ameokoka. Huwezi ukamtenga Masai na nyama zilizosongolewa. Masai akati shingo, ananyonga. Hata ng'ombe anashikwa kabisa, anawekwa mahindi kwenye pua. Kamata, zuilia pumzi ng'ombe. Wale watu jamani, saa zingine sasa mtu ananyonga mnyama mpaka anakufa, anazuilia pumzi yake. Ukamata wewe anakamata mpaka ananyamaza king. Basi ndiye anasema tayari. Ukisema unakata shingo, unaharibu, unaumiza mnyama. Kwa nini unamuua anakufa, unamuumiza? Acha sasa, unajiuliza kati ya kuzuilia pumzi na hii ya kukata tu kale imeisha, ipi rahisi? Sasa mama amekutana na wakati huo mgumu sana. Wadogo zangu aliowapata sasa baada yetu sisi, akawa ameokoka. Alikutana na vita ngumu sana. Ngumu kweli kweli. Ushika kwenye boma kubwa, na unajua namna tunavyoishi sisi ni boma. Huna mahali pa kuombea chumvi. Akisema mlokole. Ukiishiwa unga zamani, ukiishiwa unga unaenda kwa mwenzako kumwambia, naomba kama umesaga unipe kikopo, kesho nitakurudishia. Nyinyi hamjaishi namna hiyo. Wale watoto wa zamani siwapunge mkono sasa namna hii kama wanaelewa. Nyinyi wa mjini hiyo kitu hamwezi kujua. Watu walikuwa wanakopana unga. Hata kibatari kikizima moto, unakimbia unamwambia ni nani utambi kidogo, alafu kesho na mimi nitafanya namna hii. Mama hana hiyo, hana mahali pa kukimbilia. Akabaki peke yake. Sasa kikaja kipindi kibaya sana, kwa sababu si unajua jamii za Kimasai kuna stage kwa mtoto wa kiume akitoka hapa anakuja hapa. Sasa hili rasmi aingizwe kuwa ni kijana, kwa lugha nyingine anakuzwa. Ikafika hicho kipindi cha mimi kukuzwa kwa mila hizo. Kwa wakati huo baba amesema ni kipindi cha kukuza kijana wangu wa kiume, ndio tunakuzwa. Si mnanielewa nikisema hivyo? Sasa unataka niseme sana. So nenda kamuulize huyu aliyesema ndio, utakuwa umenielewa. Tumekuzwa. Ndio saa hiyo unaenda ni kama kutubu dhambi zote.
Ni sherehe kubwa kwa Wamasai kuliko sherehe nyingine yoyote. Yaani ile ndio sherehe inatikisa, inaandaliwa zaidi ya miezi 6. Mwanangu anakuzwa. Kwa hiyo mjipange, mwenye ng'ombe, mwenye nini hivyo. Mama hakuna, ikafika hicho kipindi hakuna wa kumsaidia. Na hicho kipindi cha mimi kukaa ndani, kwa sababu tunakaa ndani, ni kama wazazi. Tunakaa ndani zaidi ya miezi 6. Uko ndani, unakula maisha. Unachinjiwa tu, unakula nyama, unakula ukitoka umekuwa kama kibuyu, umenenepa. Mama anasema, hapa sawa. Hapa bwanangu, nimefanya vizuri. Sasa mama kipindi hicho inafika, kumbuka ameokoka, hana wa kumwegemea. Wakiwa kuna watu wa kuwasaidia, wewe bwana nisaidie nishike mkono, hakuna, ni mlokole, wamemwacha. Wakawa wanasema sasa mtoto wake atashikwa na, wanasemaga ule ugonjwa wa ngozi, ule upele zamani, ukishika unajikuna mwili mzima. Wanasema atashikwa huko ndani na huo ugonjwa. Shida si anajifanya mlokole. Mama akasema na Mungu sitomwacha, kama atabaki hivyo iwe hivyo. Mama akiwa anashukuru, akimwambia Mungu, ninakushukuru kwa kunipa neema ya wokovu. Nimeokoka tu, wewe ndiye baba yangu, wewe ndiye mama yangu, wewe ndiye kaka yangu. Hao wote wakiniacha, utaratibu wewe. Haya mambo. Waangalia kilichotokea. Siku moja zikafika tarehe, zimesogea. Watu wanajiandaa, mwenye kukandika nyumba, ni maandalizi makubwa, ng'oa mawe, ni sherehe kubwa. Mama anahangaika, kila mtu alimwacha. Nakumbuka siku moja akaniambia, mwanangu itakuaje? Nikamwambia sasa mimi sijui. Aniambia okay, ngoja niende kwa kaka yangu, yuko mbali, nikamwombe chochote kidogo. Alikuwa na uwezo. Alipofika kule, wakampa geleni 3 zile za kilo 5 3 za ulezi. Nifikiri angeenda pale atafutana na gunia 3, 4, 5. Hakuna. Alipokuwa narudi siku hiyo, ametoka mbali kutafuta msaada, siku zimesogea, sherehe inafika, mimi sina wa kumkimbilia. Watu wameandaa marafiki wa taipu yao, kwa sababu ndege wafananao ndio anakaoruka pamoja. Hakuna hata ndege ambaye anaweza akaruka naye pamoja, yuko peke yake katikati ya eneo lile ambalo watu wanajiandaa. Akatoka asubuhi, ilikuwa siku ya Jumapili, arudi nyumbani, amebeba hizo geleni hizo kilo 15 kichwani, ni mbali. Akafika, akaingia mahali kulikuwa kuna ibada, alafu kwenye lile kanisa kulikuwa kuna ibada ya mavuno. Akaingia pale, akaabudu. Alipomaliza, mchungaji akaitisha mavuno. Sasa wale wenye mavuno watoke mbele. Sasa kimzigo chake kiko pale nje, watu wamenani zote, afya kwake tu ndio yuko pale. Akasema sasa taonekanaje? Akaenda tena akachukua akaweka kichwani, naye akaunga foleni. Akasema Bwana utajua wewe. Akasimama pale, na alikuwa mgeni. Kumbuka alisalimia kanisa. Nachotaka kuzungumzia, ifunze kumshukuru Mungu kwa kusifu neema ya Mungu ambayo iko juu yako, itakayokusaidia kipindi ambacho kila mtu amekuacha, umebaki peke yako. Hivi naongea na mtu hapa mwili. Mama amesimama pale, amen, wapokee. Wazee wa kanisa wanapokea. Naye akatua pale, akarudi kwenda kukaa. Akasema hata kama, kwa sababu hata ingetosha mimi, acha Mungu achukue, nirudi hivi, atajua yeye. Zilikusanywa siku hiyo, zikakusanywa huko, akimshukuru Mungu. Ana tabia kusema asante Mungu kwa kunipa neema ya kukutolea sadaka, asante na kushukuru. Yeye akanasema kwa vyovyote Mungu ndiye aliyeniingiza hapa, kama sio namna hiyo kwa nini sasa? Anamshukuru sana Mungu, akisema ana hakika Mungu wangu ana mahali atanipeleka. Unajua, utakuja kujua huwa Mungu kusema siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000, hujajua maana yake nini. Ile tu kwamba kuna jambo linatakiwa kufanyika sasa hivi, bado dakika 10
litekelezeke na hakuna kitu kinachotokea. Dakika sekunde kwa Mungu ni kubwa sana kufanya mageuzi ya mambo kwako na kukufanya kubadilisha wimbo. Taifa la Mungu, haleluya. Mwambie mwenzako, neema ya Mungu ii juu yako. Wakamaliza, wakatoka. Kumbuka alisalimia kanisa. Wakiwa nasimama sasa, watu wakaanza jamani, tunauza gunia la ulezi. Gunia la ulezi, gunia la ulezi. 60,000. 75 kwa yule mama mgeni akasema, hala. Gele 3 nimepata debe 6. Amen, amen, akaeko. Alipata gunia 3 za ulezi na gunia 9 za mahindi kutoka pale. Akasema, iko neema iko juu ya mimi, sio mtu akuaibika Bwana. Akaona ananiambia funga punda, funga punda, funga punda. Punda ndio vitu vya kubebea usafiri. Funga punda tukachukue vitu, Bwana amefanya njia mahali pasipo na njia. Tende nikamwambia mama, wapi? Mjomba anakusaidia. Akaniambia, Mungu nilikutana naye kanisani pale ambako ninakomwabudia, nimemkutia hapo hapo. Acha neema ya Mungu iwe juu yako rafiki yangu. Hata kama kila mtu amekukataa, nimetumwa kukuambia iko neema itakayokusaidia saa mama yako hana majibu juu ya hilo eneo unalopitia. Haujanielewa, ungesema amen. Kama unapita mahali unalia, futa machozi. Usimdhalilishe Mungu wako. Maadamu hujafa, bado nafasi ipo ya Mungu kufanya mambo. Ipo kubwa sana. Usilie. Na ndio maana nimetumwa kukuambia, anza kushukuru kwa kusifu neema ya Mungu iliyo juu yako itakayokusaidia kipindi ngumu. Kuna dada mmoja nilimkuta akiwa ana vita kubwa sana kazini. Nikamuuliza sasa namna gani? Akaniambia mpaka HR mpaka nani si mseme sasa, na nyinyi mnaofanyaga kazi sio haki. Sasa yule mkubwa na mkubwa wote wamemkataa. Nikamwambia imeandikwa, siku zako ziko mikononi mwa Mungu. Maadamu yeye ndiye aliyekuweka hapo, yeye ndiye atakayekuketisha hapo. Wacha maneno. Sasa ni kesho. Kesho ndio kikao kinakaa. Nikamwambia endelea kumshukuru Mungu kwa sababu kwani alipotoa inawezekana kuna mahali nyingine, lakini mshukuru Mungu kwa sababu alikupa. Shukuru tu kwa hizo siku ambazo umekaa hapo. Akaanza kumwambia Mungu nakushukuru, nakushukuru, nakushukuru. Ikatoka taarifa Kenya. Yule jamaa aliyekuwa anaandaa ikaja ripoti mbaya kuhusu yeye. Siku hiyo hiyo yeye ndio kikao kikamkalia, akang'oka. Akasema yule jamaa ameng'oka, kikao kimegeuka kwa cha kwake na kisubiri cha kwangu. Nikamwambia hamna, nimeshaisha hivyo. Kaa kwenye kitu kwa relax. Hello. Hallelujah. Mama amerudi, anaambia umepatia wapi? Akasema Mungu ndiye baba yangu, Mungu ndiye mama yangu, Mungu ndiye kaka yangu, Mungu ndiye rafiki yangu. Biblia imesema ya kwamba hakuna aliyemkimbilia Mungu akaibika. Nami nataka nikwambie rafiki, hautaaibika. Usifike mahali ukataka kukata tamaa, unamwacha Mungu, umekaa nusu, kwa sababu tu Mungu anakuangalia, anataka akuone kama umejua kila alichokifanya. Koma, angalia hapa, usiangalie pembeni, angalia hapa. Siku moja tulitoka na baba yangu mahali, mimi ni mdogo, yuko ghafla, niko mdogo, sijawahi kutanaga na yule mnyama. Ghafla tukamwona jamaa huyo hapa, simba. Nikasema sasa mzee akiliwa na mimi ni mdogo itakuwaje? Niko nyuma, niko baba itakuwaje? Abewe mamanza ananiambia usigeuke, rudi kinyume. Tukawa tunarudi hivi, yuko ri. Baba anasogea, akisogea anashika chini. Hakuwa na silaha, alikuwa tunakaa kisu na fimbo. Sasa fimbo na kisu pambana na yule mnyama. Hivi unajua mkono simba, ule mkono wake ule wa mbele una kilo 50, yani akigonga hivi, yani akipushiki ng'ombe
hata kama ukienda kukuta amevunja, unajiuliza amemvunjaje? Sasa ndiye akikugonga au akikugusa tu namna hii inakuwa uonaje? Akimkimbiza mnyama akigusa tu hivi, mnyama anabingika mpaka kule, yani linatisha. Baba ananiambia, wewe uruhusiwi kuangalia pembeni, muangalie mnyama uso. Niko kama sasa tulirudi kilomita za kutosha, yupo tu, usiangalie nyuma, angalia huko. Tulienda mpaka akasimama. Nikamuuliza, mzee, sasa kwa nini sasa hilo ulikuwa hatogeuki? Akaniambia, simba ukimpa mgongo umeenda na maji, huwa na aibu, muangalie uso na maji. Hakuna kitu shetani anaogopa kama ukimkodolea macho. Sasa wewe matatizo yanakuja, unaanza kuangalia huku na huku, utamezwa na kwambia. Si usimame sasa. Sasa zingine tunakutanaga na matatizo, tunakuwa na mashakavu tujitengeneza wenyewe. Akawa ananiambiaga, si mnasemaga Wamasai wana dawa? Hamna dawa kweli. Ndio nikajaga, akaniambia kati ya kitu ambacho shetani, mnyama yoyote ukiogopa kuna harufu unaitoa, huwa anakaa tension akijua hapa sasa kuna vita. Lakini ujui kutaga nyoka anaweza kampita mtoto hapa huyo, mkasema hamnatagi mtoto. Ni kwa sababu mtoto hajui baya wala zuri. Wewe ukiona kuna harufu inatoka, ule mnyama anaanza kusikia, unasikia tu kau. Mbona ukilala akugusi? Si ulishailalaga mahali nyoka yupo na ukaamka ukamkuta? Ungeenda kule kwetu, ningekuonyesha mahali ambapo nikiwa na miaka 10, sisi jamii yetu kuanzia miaka 3, 4, vitoto vya kiume kalaleni huko, ukikutwa kwa mama kichwa na kai, mwanaume kakai huko kabiliana na magumu. Sasa baba ikafika siku moja akaniambia, nakumbuka siku akaniambia, mida kama hii toa mifugo, unaenda kuchunga usiku. Na nataka kwenda kuchunga, ni maeneo ya serikali yamepigwa marufuku, kuna wanyama asikwambie mtu. Mama alikuwa analia mpaka asubuhi, "Woi mwanangu, woi." Naenda kuchunga, natoka saa hizi, narudi saa 11 ndio mifugo inarudi nyumbani. Nilimwona baba yangu ni katili, hafai. Nakumbuka siku moja wakati ndio sasa akaniambia, mwanangu, si ulikuwa unanichukia sana? Sasa kumwambia ndio, hapana, namwambia tu mzee, okay niase, hapana. Akaniambia, si unakumbuka ulikuwa umechunga ng'ombe ukiwa na miaka 10 mpaka unakuja kuanza chekechea, miaka 3, miaka 10, ukiwa na miaka 12 ndio unaanza kwenda shule. Si nakumbuka ulikuwa unaenda kuchunga usiku kwa sababu ya mazingira ya kuchungia ng'ombe ni ngumu. Nikamwambia akaniuliza, hivi ulikuwaga peke yako? Niambia nilikuwa peke yangu. Akaniambia, nani aliyekuambia? Unakumbuka siku ile ulilala? Nililala, usingizi ulinibana saa 8 usiku. Nilipolala hivi porini, ulikuta ng'ombe wakiwa pale pale? Nikamwambia ndio. Akaniambia, nilikuwepo, hakuna siku ulienda bila mimi kuwepo. Changamoto yoyote, Mungu hayuko mbali na wewe, yuko hapo. Yuko hapo. Mungu amwachagi mtu. Labda sisi tumwache, na tukimwacha anatufuatilia. Akasema mwambeni yeye amrejeshe. Wewe usimguse hata kama amepotea njia. Mwache. Tushukuru huruma za Mungu. Mungu yuko juu yetu. Mungu yuko pamoja na sisi. Haleluya. Situmwabudu kidogo jamani. Mambo ule wimbo Roho Mtakatifu alioniambia rafiki yule dada yuko wapi? Shukuru, si ndio namna hiyo sasa. Shika kule wimbo wa jana. Napenda nikuabudu kwa dakika chache. Mwambie tu Mungu hivyo. Imba wa wimbo. Hata kama unapita mahali pagumu rafiki yangu, tumwambie tu Mungu namna hiyo. Tumwambie Mungu namna hiyo. Lakini nenda anza kuweka taratibu. Katika wiki ama katika mwezi, kuna siku unaziweka kwa ajili ya ibada, shukrani na kumsifu Mungu.
Sahau shida zako. Usichanganye kwa kazi huna, hali ni mbaya, usichanganye na hiyo kitu, achana nayo. Nenda mbele za Bwana kwa namna hiyo. Kuna kitu kitajitokeza. Mungu akitupa neema, kesho tutaangalia sasa yatoka nayo na hayo mambo, namna ambavyo imani inajichochea ndani yako, imani itakayokusaidia kukidhi mahitaji. Ninapenda kuabudu Bwana. Siku zote kuabudu Bwana. Ninapenda kuabudu Bwana. Ni wajibu wako. Msalimu tu Baba kwa dakika chache. Ongeza sauti yako kwa Bwana. Mungu Mwenyezi, ulisema kwa kinywa cha Yohana, ukasema ya kwamba Bwana, saa ipo nayo saa inakuja nayo ipo, watakao kuabudu halisi watakuabudu katika roho. Ninakusihi Mfalme wa amani, ichagulie hawa watu watakao kwa sababu ya sisi kukuona wewe. Chague yule mama, chague yule baba, Bwana. Nakusihi katika jina la Yesu Kristo, wale mashujaa wa kukusifu wewe, wale mashujaa wa kukuabudu wewe, wale mashujaa wasiotikiswa kwa namna yoyote, Mungu waandae, Mungu wafunike, Mungu tuinulie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninachokusihi Bwana, ile kiu na njaa ya sifa na ibada, ule moyo wa ibada Bwana, ukaachilie ndani yetu, ukaachilia ndani yetu, kwamba tukipata mpenyo tu tunakuabudu. Achilia hiyo neema kwa mama yangu, achilia hiyo neema kwa dada yangu, achilia hiyo neema kwa baba yangu, achilia hiyo neema kwa kaka yangu, achilia hiyo neema Bwana, achilia hiyo neema Mesi, achilia hiyo neema Mfalme wa wafalme, wala ambao hata wakikwazwa
hawaachi kuabudu. Hakuna kitu kitakachowatikisa. Achilia hiyo neema ya Mungu Mwenyezi. Wanahitaji kuwa mashuhuda wa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu wangu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mungu wangu na Baba yangu, tunaenda kutoa sadaka. Mungu kazitakabali, zika harufu ya manukato, na tutaondoka na bahasha kwa ajili ya kuja kesho kukushukuru vile ambavyo Bwana Mungu umetuhudumia, umetujulisha injili ya kimapambano, na siyo neema iwe juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utukufu wako Yesu, haleluya. Utukufu wako Yesu, haleluya. Sema oh, utukufu kwako Yesu, haleluya. Utukufu kwako Yesu, haleluya.